agizo kuu ambalo naliita Yesu aliposhinda msalabani akasema, enendeni mkahubiri injili, ambayo ni habari njema. Hasa habari njema ambayo ni injili, maana yake ni nini? Tunaenda ndani kidogo sasa, tunatoka kwenye hiyo lea. Ili iwe injili ambayo ni habari nzuri, inatakiwa iwe ni kitu gani? Ili iwe ni kitu kizuri, inatakiwa iwe ni kitu gani? Sasa usiongee matokeo, useme ni haki, ni utakatifu, ni nini na nini. Ni sawa, ni matokeo, lakini kuna jambo moja ambalo ndio linaloweza kutupa fursa ya kujiform wenye haki, watakatifu, wabarikiwa na vitu vingine. Nini? Kwa mfano, hivi habari mbaya inaweza kuwa kitu gani? Ya kwanza, usiseme matokeo. Habari mbaya mkuu wa mabaya nani anaitwa? Yes. Hamna. Yes, dhambi. Kuna mtu anasema dhambi. Hata sio shetani. Yes, dhambi. Kwa hiyo dhambi ndio sababu, na nimezungumza mwanzo, ni shina la uharibifu wote. Dhambi. Okay? Kwa hiyo hilo ndio limezaa sasa mabaya mengine yote, matokeo yake. Ili sasa tuondokane na hali hiyo ya dhambi, tunatakiwa tuhubiriwe nini? Ndio, ni kweli habari njema kwa kweli zote nzuri, lakini kuna kitu fulani ambacho kama tulipohitaji dhambi na matokeo. Basi tusome. Sitaki niwachoche. Tusome Luka sura ya 24 mstari wa 43. Pointi yangu iko kwenye 47. Ndio. Kisha akamwambia, hayo maneno ya niliwaambia. Yesu baada ya kufufuka hapo, pamoja naye, ndio kwamba ni lazima yatimize yote yaliyoandikwa katika Torati na Kusabu na Manabii na Zaburi. Ndio. Ndipo akawafunulia kitabu kwa kuelewa maandiko. Akawaambia hivyo vilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa. Kila mtu atege sikio sasa nilichokuwa na maanisha. Mstari wa 47 tunaenda na kwamba mataifa yote yakuhubiriwa kwa jina lake na hali ya toba. Kumbuka, enendeni ulimwenguni wote mkahubiri injili. Na hiyo injili kitu gani ndani yake kihubiriwe? Kama unlock dhambi ni nini? Ondoleo la dhambi, maana kuhubiri msamaha wa dhambi. Sasa upo kwamba ni kweli dhambi ishalikuwepo, tumejijua. Sasa ondoleo la dhambi linaloitwa msamaha sasa lipo. Hili ndio agizo ambalo tumeagizwa na Yesu kwa uzito, kwamba tuhubiri msamaha wa dhambi, kwamba watu wamesamehewa na Mungu. Unanisikia ninachosema? Ya kwamba watu wa mataifa yote wahubiriwe habari ya msamaha wa dhambi tangu Yerusalemu hata mwisho wa nchi. Wahubiriwe nini? Kwa sababu tazama, mwanakondoo wa Mungu ameshaichukua dhambi ya nini? Kwa hiyo msamaha wa dhambi tayari kwa kila mtu. Ndio maana tunasema amechukua dhambi ya mtu, ni kila mtu dhambi yake imechukuliwa. Kwa hiyo mtu yeyote anayeona ana dhambi ni huyo mtu tu hajaamini dhambi yake imechukuliwa, na huyo ambaye hajaamini dhambi yake imechukuliwa ni kwa sababu tu hajafunuliwa kwa usahihi na ukweli, aone namna ambavyo Yesu alichukua dhambi yake. Na hapa tunakucholea picha ya kweli kuonyesha Yesu kachukua dhambi yako, na wakati utakubali na kuamini Yesu kachukua dhambi yako, ndo kuanzia siku hiyo wewe unakuwa uliyechukuliwa dhambi na Yesu. Kwa hiyo yote ambaye ameshachukuliwa dhambi na Yesu, ina maana hana, kwa sababu kachukuliwa. Sema, mimi ni yule niliyenyang'anywa na dhambi na Yesu, niliamua kutokuing'ang'ania kwa nani ikiwa niang'anywa. Yaani taarifa ilichobakia, una taarifa ya kwamba imenyang'anywa. Kwa hiyo ndio maana bado unaona naye. Mwambie jirani yako umeshanyang'anywa. Sema hivi, umeshanyang'anywa. Haijalishi utaendelea kujizima data mpaka lini, lakini Yesu ameshanyang'anya. Sasa angalia, kwa mfano ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya 5 kuanzia mstari wa 29 mpaka 31, Petro anasema hivi. Petro na mitume wakajibu wakasema, imetupaswa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Amen. Kwa hiyo mimi nimeamua kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Anachosema mwanadamu nimekipuuza, lakini nitakizingatia anachokisema Mungu. Mstari wa 30 anasema, Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mstari wa 31, mtu huyu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, apate kuwapa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Kashatoa toba. Yohana alisema
ya kwamba tubuni. Mtangulizi anayetengeneza njia yake alikuja akisema tubuni, kwa alitoa toba kupitia Yohana. Kwa hiyo toba ya kwamba mwaminini anayekuja nyuma yangu, Yohana alisema ulikuwa ni uhakika na udhibitisho, anayekuja nyuma yangu ndiye mwaminini yeye. Halafu yeye anapokuja anaenda msalabani, anasema dhambi imenyonywa kwenye maisha ya binadamu ambao walikuwa ulimwengu wenye dhambi. Aliinyonya dhambi yake, aliichukua. Maandiko yanasema alivyokuwa juu ya msalaba pale amepandisha juu, kumbuka miguu yake ilikuwa imeshanyanyuka juu ya ardhi. Kwa hiyo alivyonyanyuliwa pale msalabani alikuwa amenyanyuka akiwa na dhambi yote. Kumbuka kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24 inachosema kwamba yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Haleluya! Kwa hiyo pale anapopanda juu ya mti alinyanyuka na dhambi, akawa juu hewani anaelea. Tayari pale alikuwa ameshabeba dhambi zote, na maandiko yanasema akiwa pale juu ya msalaba alisema ninasikia kiu. Na kumbuka hapo kulikuwa kuna kitu kinachoitwa siki. Siki ni chachu iliyochachuka kutaka kuwa tindikali. Wakachukua sponge halafu wakachovya kwenye ile, then wakampandishia, wakampa chungu kama tindikali. Yesu akaimeza. Na chachu kwa mujibu wa Biblia ni dhambi. Ndio maana anasema mikate isiyotiwa chachu, maanake kutia kitu ambacho kinabadilisha kama amida na vitu vingine. Kwa hiyo kuchachuka, kwa hiyo kimechachuka. Kwa hiyo ile chachu kuwa chachu kutaka kuwa tindikali, na maana na chachu ni dhambi, na maana ilikuwa ni dhambi iliyopindukia. Kwa hiyo acha tu ile ambayo kashainyonya kutoka kwa watu, lakini hapa akiwa juu akapewa tindikali. Ina maana chachu ambayo imekuwa taka kuwa tindikali, ina maana ni dhambi ambayo inaja kufunga levo ya juu kabisa ya aina ya dhambi na kujaa kushindilia inayotakikana, kuonyesha imenyonywa kila mahali kwenye ulimwengu, hakuna iliyobakika, na yote imewekwa ndani ya mwili wake. Alafu akapanda nayo juu. Then mstari wa 30:19 Yohana akasema alipokwisha kupokea hii akainamisha kichwa chake akasema tetelestai. Tetelestai ina maana imekwisha, dhambi ilikwisha. Ndio maana tunaimba pale Kalvari, yote yalikwisha. Kwa dhambi ilikwisha, kilichobakia akiyaisha ni kwako. Kama dhambi ilikwisha, ndo mtengenezaji wa uharibifu na chanzo cha kila kitu kibaya ambacho kinaingia kwenye ulimwengu. Yesu kapanda nacho juu ya msalaba na ametangaza hadharani ya kwamba kimekwisha. Nataka kukwambia jambo moja, ukiamini imekwisha, inakuwa imekwisha. Ukiamini bado, inaendelea kuwepo. Yohana sura ya 9 mstari wa 39, Yesu aliongea kwa lugha hiyo na Mafarisayo. Alisema nyinyi ni manafiki, baada ya kuzungumza kuhusu kibanzi kuwa kwenye jicho la mwenzako ukiona. Hapa kwenye Yohana 9 mstari wa 39, Yesu aliongea nao statement nzito sana. Aliwaambia nimekuja kwa wanaoona bado wawe vipofu. Wanaosema vipofu wawe. Nimekuja kwa wanaoona wasio, bali wasioona wako. Mafarisayo wakasema, yaani sisi tunaona tuwe vipofu na vipofu waone? Yesu akasema afadhali kuwa hamuoni usingelikuwa na dhambi. Unanisikia vizuri ninachosema? Wewe ambaye hauoni dhambi ndio hauna dhambi. Wewe ambaye hauoni mgonjwa ndio sio mgonjwa. Wewe ambaye hauoni kushindwa ndio mshindi. Wewe ambaye hauoni kukata tamaa ndio umevuka. Bado mlango kwanza. Anasema kila iitwapo leo tujitahidi kuingia katika pumziko, kwa sababu tusije tukakosa kuingia humo. Kwenye Waebrania sura ya 4 inasema kwamba pumziko lipo, na ili upumzike ina maana ni pale ambapo umetambua hakuna kilichobakia, Mungu kafanya vyote kwa ajili yako. Kwa hiyo mtu yeyote anayeamini Mungu amefanya vyote kwa ajili yake ndiye anayepumzika. Lakini kama unajua Mungu hajamaliza kufanya, uweze kupumzika. Maandiko ni mengi nikikueleza. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 43. Nikianza mstari wa 40, ni Petro anasema huyu Mungu alimfufua siku ya 3 akamjalia kuthihirika, si kwa watu wote bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi. Tulikula na kunywa pamoja naye. Mstari wa 42, akatuagiza tuwahubirie watu na kuwashuhudia ya kwamba
Huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na waliokufa. Mstari wa 43, huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina la kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kila anayeamini huyu kaondoka na dhambi, kama nilivyosema, kila anayemwamini hupata hilo ondoleo. Lakini 13, hiyo Matendo ya Mitume, Paulo hapa, unajua Matendo ya Mitume ndio matendo ya Roho Mtakatifu, ndio hapa mitume wanahubiri kweli Injili. Matendo ya Mitume 13 na ule mstari wa 10 unasema hivi. Hata nisome kwa faida kubwa, nisome tu kidogo hapa kwenye mstari wa 10 na wa 37. Inasema, bali huyu aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu. Basi na ijulikane kweli, ndugu zangu, kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Unasikia? Mstari wa 38 unasema kwa Yesu tunahubiriwa. Kwa hiyo mahubiri yote yanatakiwa yeye msamaha wa dhambi. Na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki kwa mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Alafu hapa mwandishi anaacha angalizo. Angalieni basi isiwazukie habari ile iliyonenwa katika manabii, tazameni enyi mnaodharau, kastaajabuni mkatoweke, kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingesadiki kabisa, ijapo mtu atawasimulia sana. Kwa hiyo kashamaliza kazi zote. Sasa hivi sisi kumwamini yeye hakuna kazi iliyobakia. Tukiamini tunapokea msamaha, na kama umeshapokea msamaha, unawezaje ukaomba msamaha ambao umeshaupokea? Kwenye Waefeso sura ya 1 mstari wa 7 inasema kwa yeye tunao msamaha. Kwa hiyo tumesamehewa. Sema nimesamehewa. Sema sina hatia kwa kila kitu kwenye maisha. Sasa haya ni mambo muhimu sana ukiyajua. Kwa hiyo msamaha wa dhambi umeshatendeka, na kama msamaha wa dhambi umeshatendeka, ina maana kile ambacho Isaya alisema sasa hivi ndio kiko dhahiri. Isaya alisema nini na wapi? Isaya alikuwa amewahi kusema kwenye 40 Isaya mstari wa 1 na wa 2, anasema hivi, watulizeni mioyo watu wangu, anasema Mungu wenu. Anadai watu watulizwe mioyo. Halafu anasema sema na mioyo wa Yerusalemu. Ina maana Yerusalemu ni mwamini, sema na moyo wake. Ina maana sema na mawazo ya watu. Waambie kwa sauti kubwa kwamba vita vyake vimekwisha. Halo, niko hapa kukwambia asubuhi ya leo kwa sauti kuu, dhambi zako. Halo, cha kwanza ambacho nimeambia nikwambie, vita vyako vimekwisha. Hebu mwambie, mguse jirani yako, mwambie vita yako imekwisha. Yes. Usipoimaliza itaendelea kwako, kwa Mungu imekwisha. Amini iwe imeisha kwako. Sema na moyo wa Yerusalemu, kawaambie kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Na mimi nakueleza wewe mwamini sasa kwamba vita vyako vimekwisha. Kwa sababu gani? Mwambie uovu wako umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa ajili ya makosa uliyofikiri umefanya. Mwambie amepokea maradufu kwa dhambi zako zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengeneze nyikani njia ya Bwana, nyosha jangwani njia kuu ya Mungu wetu. Kwa hiyo fikira zako ziachie, lango lifunguke. Ina maana mawazo yako yawe huru kuona hauna dhambi, ili mawazo hayo yasiyo na dhambi yapite kwenye mawazo yako ambayo umeshayaacha huru kwa kutokujiona mwenye dhambi. Lakini 44 hiyo Isaya anawe mstari wa 22, tukimalizia hapo anasema hivi, nimeyafuta makosa yako. Oh my God. Kwa hiyo kukusi jirani yako tena, anasema ameyafuta makosa kama wingu. Ameifuta dhambi yako kama wingu. Anasema wewe amua kujirudia, maana amekukomboa. Mwambie uhitaji maombi ya ukombozi, mwambie tayari umekombolewa. Hebu funika macho yako. Bwana Yesu,
Mungu mkuu na Mwokozi wa ulimwengu, uliye Baba ambaye hata sasa mimi kwa moyo wangu sina mashaka tena na wewe, katika ukweli uliotimama umetoa maisha yako, hiyo ishara ya wokovu kwa sisi kuyapokea. Umesema umeyatoa bure na tunatakiwa tupokee bila gharama yoyote. Umesema umetusamehe dhambi, hatupaswi kukumbuka dhambi yoyote, na kama dhambi imesamehewa na wewe, tayari tunapotambua msamaha wa dhambi hiyo, tunajitambua hatuna dhambi tena. Na tunapojitambua hakuna dhambi tena, ina maana tunajitambua ya kwamba hatuna mzalishaji wa magonjwa kwenye miili yetu, hatuna mzalishaji wa kushindwa kwenye maisha yetu, hatuna mzalishaji wa laana katika maisha yetu, hatuna mzalishaji wa hofu na mashaka. Kitendo cha kuamini hivyo, huwa nimejitenga na mambo hayo yote, kwa sababu hayo mzalishaji wake mkubwa anaitwa dhambi. Lakini nimejifunza na kusikia asubuhi hii, nimepata uhakika wa maandiko mengi yakithibitisha kwamba dhambi yangu na uovu wangu umeondolewa. Kama dhambi na uovu umeondolewa, ina maana magonjwa, kushindwa, kukataliwa, huzuni na kila kitu kibaya ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye maisha yangu kinaondoka mara ninapotambua hivyo tu. Na sasa nimetambua hivyo kutoka ndani ya moyo wangu, kutoka ndani ya moyo wa vilindi kamili, ndani kabisa kule nitokako nikiwaza. Ninajitambua kutoka katika nyayo zangu za miguu mpaka mwisho kabisa kwenye ncha ya sikio langu au nywele wa kichwa changu. Kuanzia sasa ninatambua uharibifu na ubaya kwenye maisha yangu vimeondolewa, kwa sababu kila kilichokuwa kimeshikilia hali hiyo ndani ya moyo wangu kimetanguliwa na dhambi hiyo, kimeshikilia wa uharibifu, imenyang'anywa na Kristo msalabani alipokwenda na kuitupilia mbali. Na kwa kujielewa kwangu hivyo, kuanzia sasa najitamkia nikijitangazia kutoka ndani yangu ya kwamba kuna uharibifu kuwa na nafasi ndani ya moyo wangu. Na kwa sababu hiyo nayo uhakika wa kwamba kwa kule kupigwa kwako ilitokea uzima, kwa sababu dhambi ilihamishwa, ambayo ilisababisha madhara ya magonjwa, laana, mikosi kwenye maisha yako. Sihitaji kitu chochote isipokuwa kuamini kweli huu ndani ya moyo wangu. Na wewe umesema yote yanawezekana, sio kwa maombi, lakini umesema yote yanawezekana kwa imani. Kutoka ndani ya mtima wangu ninaamini dhambi, na kwa sababu hiyo sina sababu ya kuwa na mateso maisha yangu. Asante Yesu, kwa sababu umeniondolea dhambi iliyokuwa sehemu ya mateso kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu tumeomba, tuseme amen. Haleluya. Mwambie amsi, niambie mwanzo kushukuru. Mwambie kushukuru. Sema nimekushukuru kwa sababu dhambi inayobeba uharibifu kwenye maisha yangu nimepata uhakika kwamba Yesu aliondoa. Sina shaka tena kwenye maisha yangu. Haleluya.